tunamshukuru Mungu ambaye anatupa kuendelea kwa namna moja ama nyingine, kama ambavyo nimesema mwanzo kwamba katika mambo yote ambayo tunaweza tukawa tunafanya kanisani ama ibadani, tunatafuta nguvu ama msaada wa Mungu utakaotusaidia sisi tuweze kuendelea na imani mpaka mwisho. Na nje na hayo ni kwamba tunafanya ibada pia ili tupate msaada, hekima, maarifa, ufahamu ambao utatusaidia sisi kujua yatupasayo kufanya, litupasalo kulitenda kwa muda husika, kwa wakati husika. Amina. Ndilo ambalo tunalolitafuta kanisani, kwamba tupate kwanza nguvu ya kuendelea. Amina. Nguvu ya kuendelea, lakini pia ni nguvu ya kutusaidia, ni neema, ni nguvu ya kutusaidia sisi kufanya lile ama yale yatupasaye kufanya. Amina. Kwa sababu ndani ya kufanya lile ama yale yatupasayo kufanya ndiko ambako tunamkuta Mungu huko. Amina. Ndiko ambako tunamkuta neema ya Mungu ama uwezo wa kimungu. Amina. Kwa katika yote tutafuta nguvu ya kuendelea. Nguvu ya kuendelea kwa namna moja na nyingine. Tukifanya ibada, tukiomba, tunatafuta kitu ambacho kitakusaidia kuendelea na Mungu. Amina. Kwa sababu kuendelea na Mungu, hatutaendelea na Mungu kwa kuwa tunataka kuendelea na Mungu, lakini tutaendelea na Mungu kwa sababu ya neema na msaada ambao unatusaidia, unatupa nguvu ya sisi kuendelea na Mungu kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia katika hayo ni kwamba kutafuta nguvu na neema ya kutusaidia sisi kufanya yale tupasayo kufanya. Kwa sababu mwisho yote heshima ya kuwepo kanisani ya kuomba kwetu, heshima yetu sio kwa sababu sisi tunaomba sana. Heshima yetu sio kwa sababu tunaenda kanisani sana. Heshima yetu sio kwa sababu sisi tunasema tunashinda kanisani ama tunaomba. Heshima yetu kwenye jamii, kwa wanadamu na kwa Mungu ni baada ya kanisani tutaenda kufanya jambo gani la maana. Tutaenda kufanya vitu vya aina gani vya maana. Tutaenda kufanya vitu vya aina gani vyenye kubariki jamii kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu heshima yetu sio tumeenda kanisani kwa namna gani. Heshima yetu ni tumeishi maisha aina gani, tuna matendo aina gani, tunafanya vitu gani vya maana kiasi gani. Tukimsoma Yesu hatumtaji Yesu kwa sababu anaitwa Yesu. Ama hatusemi Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Hapana, tunasema Mungu kwa kufanya yale, yani kwa kufanya yale ambayo hakuna mwanadamu yoyote aliyekuwa na uwezo wa kuyafanya. Ambaye alitokea pale ambapo fahamu na akili za wanadamu zilikuwa zimefikia mwisho. Tunasema ni Mungu ambapo tunaona kwamba Wanaisraeli kwenye Biblia kwamba walipofika kwenye bahari ya Shamu hawakuona namna nyingine tena. Wakiangalia nyuma yao wanaona majeshi ya Misri na Farao. Wanaona pale walipokuwa wamefikia, akili zao zilikuwa zimeshafikia mwisho. Wanasema Musa, imekwaje? Lakini kwa sababu Mungu ni hekima, ni akili iliyo juu ya akili zote, iliyo juu ya fahamu zote. Musa akamlilia Mungu mwenyewe. Na unaona kwamba Mungu akampa Musa cha kufanya. Na kwamba fanya 1, 2, 3. Na unaona Wanaisraeli wakavuka salama kwenye bahari ya Shamu. Kwa unasema Mungu sio kwa sababu anaitwa Mungu tu. Unasema ni Mungu kwa sababu Mungu alifanya yale ambayo akili za wanadamu zilikuwa zimeshafika mwisho. Wakawa hawaoni tena uwezekano wao kuendelea. Lakini kwa yeye tunasema Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, akaamua kutokeza njia kwa kumwelekeza mtumishi wake Musa kwamba afanye 1, 2, 3 wana Israeli waweze kuvuka salama kwenye ile bahari ya Shamu. Akafanya jambo ambalo kikaida huko nyuma alikuwa kufanyika. Akafanya vile na Mungu. Tukimsema Yesu hatusemi ni Yesu kwa sababu hatumtaji Yesu kwa sababu tunamuita Yesu. Tunamuita Yesu kwa kufanya yale ama lile ambalo hakuna mwanadamu mwingine ambaye aliwahi kulifanya. Wanasema kwamba hajanena kama ninavyo mtu kama huyu. Mambo miujiza mikubwa aliyoifanya, aliyoitenda ndio ambayo ilimfanya Yesu akawa Yesu. Ilimfanya Yesu anaitwa Bwana mabwana, mwanaume wanaume. Yani
tunamwita hivyo kwa sababu, kwa nini? Sio kwa sababu anaitwa Yesu. Amen. Anasema kwamba sio kwa sababu yeye anasema kwamba anajiita kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Tunamwita Yesu kwa sababu yeye alifanya vitu ambavyo hawakufanya watu wengine. Amina. Hawakufanya watu wengine, ndio maana tunamwita Yesu. Amina. Tunamwita Petro, tunamwita Paulo. Sio sababu anaitwa Paulo, tunamwita Paulo. Tunamwita Paulo kwa sababu ni Paulo ambaye alifanya mambo ya maana. Alifanya vitu vya maana, yani vitu vya akili. Amina. Na ndani umomo sasa kwenye ibada, kama kwenye ibada tunamtafuta Gwamaka mwingine tena. Amina. Ndio kweli kabisa. Gwamaka ambaye atafanya mambo ambayo anatafuta kwamba awe ni Gwamaka ambaye atapata nguvu, neema, baraka ambayo vitampelekea afanye vitu vya maana vyenye kubariki watu. Amina. Kama huko ndani tunamtafuta Stani mwingine azaliwe tena. Amina. Kwa sababu Stani sio huyu. Yaani ni yule ambaye, yani ni yule ambaye atakuwa na aina fulani ya mshangao mkubwa kwenye jamii. Amina. Kuanzia kwa majani zake, vile ambavyo watakuwa baraka kwa jamii yake, kwa watu wake. Amina. Ndani humo ndo tunamtafuta tena jii mwingine. Amina. Gwamaka mwingine ndani. Amina. Kwa sababu nje na huyu Gwamaka huyu anaonekana hivi, yupo mwingine. Amina. Yupo mwingine, ndio huyo ambaye tunatafuta, tumsake, tumtafute huyo, tumtafute atokee, aumbike. Kweli baba. Aumbike huyo, azaliwe Stani mwingine tena ndani yake. Kweli baba. Amen. Ndani ya Stani ambaye tunamfahamu kuna yule mwingine. Kuna yule mwingine, yule Stani mwingine ambaye alitokana kwa Mungu yule. Kweli baba, kweli. Ambaye aliaminiwa na Mungu kwamba nadhani wewe jamaa kuna jambo ambalo unaweza kulifanya duniani. Amina. Ndio maana ulipozaliwa kama na dada zako wajisikia vizuri. Wao wanasema kwa kweli amezaliwa ni wa kiume. Yaani kuna namna za matumaini za wazazi, mbalimbali, jamii inakuwa inafurahi kwamba ameshazaliwa mtoto mpya. Yaani ameshazaliwa mtoto. Amina. Kwa nini? Kwa sababu kuna matumaini mapya ambayo wanakuwa wanategemea kwa huyo mtoto. Sasa kanisani, kama kanisani tunatafuta kwanza uwezo wa kuendelea sisi na Mungu. Ndio kweli kabisa. Lakini pia tunatafuta neema na uwezo vya kutusaidia sisi kufanya lile ama yale yatupasayo kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amina. Amina. Kwa kwenye ibada kanisani tunamtafuta Stani mwingine azaliwe tena. Amina. Azaliwe tena. Kuna mtu mmoja anaitwa Mabeda. Amen. Unamuona Mabeda? Umezipata CV zake. Amen. Umeona Mabeda? Unaona Mabeda? Eneo. Amen. Unaona? Sisemi kwamba tayari Mabeda ndo kazalia yule Mabeda mwingine bado. Ila ni moja hapo, unaona? Baba. Watu wamfahamu kwa sababu anaitwa Mabeda. Ndio baba. Watu wamfahamu kwa sababu anaitwa Mabeda. Amina. Amen. Au wamfahamu kwa sababu anaitwa Rose. Paka kanisa tuna kina Rose wengine. Kuna Rose mke wa John, nadhani Rose mwingine wa kule. Umeona? Kwa kina Rose wengi, lakini unaona ni Rose anaitwa Rose Beda ambaye nilimpaka jina la Dorcas. Amina. Kwa sababu ya maisha yake. Sababu maisha yake ya Dorcas, umeona, na yeye mwenyewe umeona nilimpaka mimi hapa. Umeona? Ndio maana kwa channel yake ya YouTube nimeanza na Dorcas kwanza. Umeona, afu imeandikwa jina lake mbele. Amen. Unaona ni mtu ambaye sasa hivi kidogo na jina, umeona? Ni mtu ambaye naamini. Moja wapo ya mtu ambaye kikoskazi ana jina, kiachana na wazee na mama kule. Na baadhi yao, lakini moja wapo ni lakini kwa haraka ndio. Yaani katika kikoskazi, sisemi kwamba wengine hawapo. Hilo kiachana baba na mama, ama wengine wanapambana kwenye baba, lakini moja wapo ya Mabeda ambaye moja wapo ya mtu ambaye analiwanja mpana sana. Ndio. Ni Mabeda bali. Ni kweli. Ndio maana unaona kuna kitu moja ameposti jana jioni. Anaangalia asubuhi anakuta watu sio hapo 10,000 sio 9 na kitu. Masaa machache ushangaa wapi 12. Yaani dakika kama chache. Dakika kama 10 hivi. 10 ushangaa wameongezeka kama 1,000 3,000 hapo. Umekaa bahati mbaya ushangaa 15,000. Huo unashangaa mmekaa kama dakika 5, 2,000 wameshaangalia tayari. Naongea madini. Hivyo ameangalia, naona mpaka naondoka kule Geza Role saa 4 saa 5 kasoro. Zaidi ya watazamaji zaidi ya 27. Sasa atakuwa yuko kwenye 30 kitu inakimbia hivi. Anapoangalia kila kasome comment zake. Umeona? Kasoma comment zake nyingi.
Yaani kwa kweli huyu bibi wa taifa ulinda nini? Sasa bibi wa taifa haina mabeda, ni mkuu, ni mtu mzima, lakini wapo ambao ni wakubwa zaidi yake. Amen. Na ukimwambia bibi wa taifa, kuna mama Nyerere kule, umesikia? Mama Nyerere, mabeda hiyo ni mdogo. Huyo mama Nyerere ni mkubwa. Kwa nini hawajamuita bibi wa taifa? Wamemuita bibi wa taifa kwa sababu amefanya vitu. Kuna kitu jambo fulani. Ni kweli jambo alipo alizopiga ni kweli ni yango fulani ambazo sio kila mtu anaweza kugusa. Umeona amepiga na fulani, lakini ana uwanja mpana wa kusikilizwa. Amina. Amen. Ana uwanja. Sasa sisi tunatafuta angalau Mungu atusaidie. Amina. Amen. Angalau kuwepo na maisha ambayo sasa umana kuja kwetu kanisani utakuwepo. Ndio maana mimi nikamwambia kwamba mama, mimi nilichokwambia, mimi nimwambia hata kabla hapa kwamba mama, wewe kuna vitu ambavyo wewe kuna watu unaweza kuwasaidia. Vitu vingine ukiachana hivi hatari. Saizi ongea tu vya kawaida, fundisha habari za wema. Ushakuwa ni mtu ambaye umefanya mema kwa watu wengi sana. Anza nayo kufundisha watu, vijana kama vitu wewe una uzoefu, wafundishe namna gani, njia gani wapasayo kuendea, wafundishe, wajenge. Kwa hiyo naamini wewe watakusikiliza, unaweza ukawasaidia wengi sana. Sio lazima uende mtaani, hiyo simu unaweza ukafanya mambo ya maana. Kwa mtu kwamba kanisani tafuta nguvu ya kuendelea. Ndio baba. Lakini tafuta pia nguvu ya kutusaidia sisi kufanya yatupasayo kufanya lile ambalo tuliotakiwa kulifanya. Amina. Ndio. Bwana Yesu sana. Amina. Kwa mtu wa Mungu kwamba kanisani kama kanisani tunatafuta mtu mwingine tena. Amina. Ulifanya ibada sio Mungu, naomba nisaidie. Amina. Naomba nimsaidie. Naomba nisaidie. Amina. Tunatafuta huyo. Amina. Okay, lakini yote ikate hiyo video. Okay, lakini